Katika siku hiyo ng'ombe zako watakula katika malisho mapana. Kwa nataka uelewe haya. Anayesababisha yote haya ni Bwana. Tunazungumzia afya hii. Sasa shida iko wapi? Shida iko kwenye kumkaribia Bwana wa majeshi, kuwa karibu na Mungu. Hapo ndipo tatizo linapoangukia. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili katika swala hilo hilo, tuko hapa katika Isaya 29, linazungumzia heshima, kuniheshimu, kumheshimu. Linazungumzia heshima, kuna kukaribia, lakini kuna jambo lingine lilizungumziwa, heshima. Heshima. Unamheshimu Mungu kiasi gani? Tumetoka kwenye kumkaribia, tunakuja kwenye kuheshimu. Mtu yeyote anayekuheshimu na ukajua huyu mtu ananiheshimu, utamfanyia mema tu. Lakini ukishajua huyu mtu ananidharau, utajua tu, kwa sababu mtu akikudharau utajua huyu mtu ananidharau. Sasa sehemu ya kuheshimu ni sehemu muhimu sana katika habari ya kuwa na afya. Tusipokuwa na heshima, tusipomheshimu yeye anayepeleka maji, anayetoa mvua juu ya mbegu zetu mashambani, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye miji, hatuwezi kuwa na afya nzuri. Uharibifu lazima utachukua nafasi. Sasa vinasemwa hapa neno hili, uniheshimu kwa vinywa vyao, midomo, lakini mioyo ni tofauti. Nataka ulitazame hilo kwa ukubwa, kisha uanze kujiangalia. Mheshimu Mungu katika moyo wako, kutoka moyoni, sio kwenye mdomo peke yake. Hii ndio tunaiona pia katika Mithali, inazungumza habari ya heshima. Huku sasa katika sehemu ya kutumika, wale walio na karatasi ya matamko unaweza ukasoma, wengine mmeacha.